Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Jeshi la polisi linasema miongoni mwa watuhumiwa waliokamatwa, baadhi tayari wameanza kupandishwa kizimbani wakikabiliwa na mashtaka mbalimbali ikiwemo yale yanayohusiana na ugaidi ambayo kwa mujibu wa sheria hayana dhamana. Kamata hiyo inakuja katika wakati ambako mikutano ya vyama vya siasa imepigwa marufuku katika kile ambacho mamlaka inasema kwamba ni hatua yake kukabiliana na tishio la uwezekano wa kufanyika vitendo vya kihalifu. Tanzania wakati huu imekuwa ikiandamwa na hali ya sintofahamu tangu matukio ya Oktoba 29 yaliyosababisha mamia ya watu kupoteza maisha katika maandamano yaliyokabiliwa na vyombo vya dola. Wapinzani wamekuwa wakikosoa vikali namna mamlaka zinavyokandamiza uhuru wa maoni, huku baadhi wakihoji uwepo kwa tuhuma za ugaidi katika taifa ambalo historia yake inataja kutowahi kushuhudia matukio hayo. Chama cha upinzani Chadema kinasema idadi kubwa ya wale waliokamatwa na kupewa tuhuma za kesi za ugaidi ni wanachama wake, na kutokana na hiyo kimesambaza mawakili wake katika maeneo husika. Mwanasheria mkuu wa chama hicho Dr. Rugemeleza Nshala ametupa alama kwa mamlaka kutokana na kamata hiyo inayofanyika kote nchini na kuwataka wafuasi wa chama hicho waliokamatwa kuwa na subira. Chama kitaweza kuwafikia kwa namna kiweza kuwasaidia, lakini kubwa ni kuwapa moyo kwamba wao wamekuwa askari wetu wa mbele katika mapambano haya. Tunawaomba wawe na uvumilivu na ustahimilivu wa kuweza kufanya nini, kushirikiana na sisi. Ni kweli watapitia katika matatizo mazonge makubwa sana, familia zitaweza kuzitayumba, lakini tunaomba kwamba wawe na nini, wawe na ustahimilivu. Tunachokuahidi sisi kwamba kuweza kuahidi ni msaada wa kisheria. Ama hatua ya mamlaka kumtia mbaroni mhadhiri wa chuo kikuu cha Dodoma Dr. Melkisedeki Kaijage na kumfungulia mashtaka ya ugaidi imezidisha wasiwasi miongoni mwa wanataaluma, huku wachambuzi wa mambo wakionya. Wanazuoni wanakitaja kitisho kinachoandama wakati huu na kwamba wanahofia uwezekano wa kuanza kuzorota kwa mihadhara ya kitaaluma. Mwanasheria Nshala amekosoa hatua hiyo akisema kubinya mawazo ya kitaaluma ni mwenendo unaotoa taswira mbaya katika siku za usoni. Walimu wanatakiwa kuzungumza masuala yote ya kitaaluma, hata hoja ambazo wengine hawatakiwi kuzungumza. Mwalimu anatakiwa aseme kwamba kuna msomi fulani alisema 1 2 3, msomi mwingine kuna mawazo falsafa nyingine inasema hivi. Unaweka mawazo hadharani, mwisho wa siku wanafunzi wafanye nini? Au wale ambao wanasikiza mdahalo waweze kuchukua. Sasa ukianza kuharamisha maoni au mihadhara ya wanazuoni, uwatendei haki wa vijana wetu, uitendei haki nchi yetu, kwa sababu nataka kuwa na watu maamuma, mbumbumbu, mzungu wa reli ndio ambao waweze kuhitimu katika vyuo vyetu. Licha ya ukosoaji mkubwa unaoendelea, mamlaka za dola hazijaonyesha kulegeza kamba, huku jeshi la polisi likisisitiza kuendelea na operesheni yake kote nchini kuwasaka wahalifu. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti ya Afrika.